Huko Teherani, katika jua kali la pwani za kusini mwa Iran, moshi mzito ulipaa juu ya mchanga wa jangwani, huku makombora yakipasua anga kwa sauti ya kutishia. Haikuwa vita halisi, bali ilikuwa ni maonyesho ya nguvu, tahadhari na ujumbe mzito kwa yeyote anayefikiria kujaribu mipaka ya taifa hilo. Vikosi vya ardhi vya Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC vilihitimisha rasmi mazoezi makubwa ya kijeshi yaliyopewa jina la Combined 1404 katika fukwe za visiwa vya kimkakati vya Ghuba ya Uajemi. Zoezi hilo limeelezwa kama onyesho la kisasa la teknolojia ya kivita, mbinu mpya za mapambano na utayari wa kujibu vitisho vya kizazi kipya. Katika hatua za mwanzo za operesheni, droni za upelelezi aina ya Lesvan zilichanua anga zikifanya kazi ya kuchunguza na kubaini malengo kwa usahihi wa hali ya juu. Mara tu malengo yalipothibitishwa, jukumu lilikabidhiwa kwa droni za kujitoa mahanga za Shahed 136, silaha ambazo tayari zimejijengea sifa katika medani za kimataifa kwa uwezo wake wa kupenya ulinzi na kupiga shabaha kwa usahihi wa ajabu. Mifumo hii haikutumika kwa majaribio ya kawaida. Ilikuwa ni kauli ya kijeshi inayotuma ujumbe kwamba Irani haiko nyuma kiteknolojia wala haipo usingizini kiulinzi, kwani katika mahojiano ya hatua kali zaidi za mazoezi hayo, vikosi maalumu vya IRGC viliongoza operesheni za kulinda pwani dhidi ya adui wa kubuni. Nchini Irani, pwani yake imekuwa ikilindwa kwa wivu mkubwa zaidi, zikiwemo matumizi ya mizinga yenye proximity force kwa ajili ya kulipua malengo ya baharini kabla hayajakaribia, mashambulizi ya shore to sea fire yaliyolenga kuzima vitisho vya majini, pamoja na mvua nzito ya makombora ya kuzuia na kusambaratisha safu za adui. Kwa lugha rahisi, Irani inamaanisha kuwa kwa yeyote atakaye thubutu kusogea katika fukwe hizo atalazimika kuvuka ukuta wa moto. Kipindi cha mazoezi kilifikia kilele chake wakati vitengo vya makombora vilipoonyesha mfumo mpya wenye uwezo wa kupenya banka na magari mazito ya kivita. Kombora la High Pressure Penetrator lilirushwa kwa mafanikio, likionyesha uwezo wa kupiga shabaha kwa usahihi hata chini ya mazingira magumu ya kivita vya kielektroniki. Kwa mujibu wa makamanda, mifumo hiyo imewekewa teknolojia ya hali ya juu ya urambazaji inayoweza kuhimili jaribio lolote la kuvuruga mawasiliano au kuingiliwa na adui, kwani huo si ujumbe kwa maonyesho tu, ni onyo kwa maadui wa taifa hilo. Mazoezi hayo yalifanyika sambamba na operesheni za majini katika mlango wa Strait of Hormuz, njia nyeti ambayo sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupita kila siku, kwani vikosi vya majini vya IRGC vimeendelea na mazoezi hayo kwa siku kadhaa, vikionyesha uwezo wa kulinda njia hiyo muhimu ya kimataifa dhidi ya kile kinachoelezwa kuwa jaribio lolote la shinikizo la kijeshi. Katika kauli yake kwa vyombo vya habari vya taifa, kamanda wa vikosi vya ardhi vya IRGC Mohamed Karami alisisitiza kuwa maandalizi yamefanywa kwa sekta zote, kuanzia makombora, mizinga, droni, vikosi maalumu hadi magari ya kivita, na hapa nanukuu, "Tumebuni operesheni hizi kulingana na vitisho halisi vya kikanda", alinukuliwa akisema. Mazoezi hayo yamefanyika katika wakati wa mvutano wa kidiplomasia. Washington na Teherani zimehitimisha duru mbili za mazungumzo yaliyopatanishwa na Oman kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Irani. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kusukuma sera yake ya maximum pressure, akituma vikosi vya majini na anga katika ukanda huo, huku akitoa vitisho vya mashambulizi. Irani kwa upande wake imeapa kutoa jibu la kusambaratishwa kwa aina yoyote ya shambulio la kijeshi, hata kama litakuwa dogo. Kwa watazamaji wa siasa za kimataifa, zoezi la Combined 1404 hayakuwa tukio la kawaida la kijeshi. Yalikuwa ni onyesho la mkakati, kuimarisha deterrence, kuonyesha uwezo wa teknolojia ya ndani na kuweka wazi kuwa Ghuba ya Uajemi si uwanja wa majaribio ya nguvu za kigeni. Katika enzi ambapo vita vya kisasa havikupiganwa tu kwa bunduki bali kwa akili, mitandao na droni,
Irani inaonekana kutuma ujumbe kwamba imejifunza, imejiandaa na iko macho. Na katika pwani zile zenye upepo mkali wa jangwani, milio ya makombora haikuwa tu mazoezi, ilikuwa ni sauti ya taifa linalosema tuko tayari kwa lolote.